Asante sana. Familia ya mheshimiwa, extended family, kanisa, viongozi wenzangu na waombolezaji wote, tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Poleni sana, kwanza nimekuja hapa kama nimechelewa kwa kazi huko Tigania East, tukipambana na mambo ya majangili ambao wanaangaisha wananchi. Kuja London kwa kazi ya border security na partnerships yenye tuko nayo na mainchi zingine kusaidiana kufanya nchi yetu ikuwe salama. Nilipofika huko nikapigiwa simu, patwa na machungu sana kusikia ni kijana mdogo wa miaka 15. And I want to say, and I tried to call him, nikatafuta mpaka nikampata some hours later. Na mimi na ya kuwaleta watoto yao na kuwalea watoto yao. Kwa hivyo nimekuja kujuana akiwa speaker, tukajuana akikuja bunge. Saa zingine tulikuwa tunasosana kwa sababu ya pande tofauti ya siasa. Akaniambia mimi nimejiondoa kwa siasa ya kwenda kando. Mimi nitakuwa mwanajeshi ya rais, na ndio rais ajue kwamba mimi nitakuwa mwanajeshi yake. Mimi nitakuwa mbele Rio Valley kuhakikisha tumeleta watu wetu pamoja. Na mheshimiwa Kamket, siku hizo nilikuwa kwa upande wa barabara. Tukakubaliana, tukaketi, tukasema tunapanga kuhakikisha kwamba miundo msingi yetu hapa Kerio Valley inaweza kusaidia kwa mambo ya amani. Sikujua kwamba nitakuja kwa hii wizara ya kufanya mambo ya barabara zetu hapa. Tukasema kwamba tunataka kutengeneza barabara ya kutoka hapa Loruk iende all the way tokee Turkana. Pia kwamba kwa ile safari ya rais ya kubadilisha Kenya kwa mabarabara ambayo itatengenezwa, hiyo barabara ya kutoka hapa, ambaye alijitolea akasema nataka sasa kuketi chini, imetosha siasa ya kupinga, nataka nikuwe mmoja ya wale wanapanga mambo ya maendeleo. Na kutoka hapo kuna watu wengi hapo walikuwa na wasiwasi. Hata siku nyingine niliona huyu mama women rep anaitwa nani, Chamatia, alikuwa anapigiwa kelele ati amesalimia Kamket, ameshikishwa Munya, ati angefaa kusalimia yeye. Lakini hiyo teamwork ilitoka hapo, kashikana na wabunge wote hapa, kina Musa Sirma. Imebadilika hii Baringo. Tunaona amani iliwezekana kwa sababu ya viongozi kukaa pamoja. Na mimi I want to thank you my brother, because kuna watu hata chamara kichomi Kamket lenda ne atinga chale karik to cho rosa glami mi toni Kamket to nongoyo no amwa kwa nyeba man gla ki sukuchi cher ngomugla kong kilo kuchi nyoke wala aglo kunyinde nyomi tai ngongale ba kalia amara le kwa tinge kwa kiongozi nyole chum nyole soso tere kwa kale jwenda mo atere kwa markweta. So huyu ndugu yangu ni kiongozi ambaye akiamua kitu moja, akisema ako upande yako, ako upande yako, na akisema ako upande ule mwingine, shauri yako. Lakini sasa mimi nataka, I want to say, ile kazi nilipewa ilianzwa na ilipewa rais alipatia Profesa Kindiki na baadaye akanipatia. Tumekuja kuendeleza wale, na washukuru sana watu wa Tiatich. Father, I must say this. Hawa watu wa Baringo, Tiatich, Baringo North, Baringo South, those 3 constituencies, na Marakwet East, Marakwet West. Kauli moja nilipotangaza, nilikuja hapa Loruki nikasema imetosha, sasa ni wakati wa kutoa bunduki. Bunduki yenye imetoa kwa sehemu hizo zenye nimesema na Tiatich hapa, kuchukua bunduki kwa mikono ya wananchi. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba kuna watu wanasema Kipchumba sasa na rais wakati atamaliza 2032 na wewe usipokuwa waziri nini itafanyika hapa? Hii mambo ya bunduki haitarudi tena. Tuko na mikakati ya kuhakikisha kwamba watu wanaenda kufanya kazi zingine. Opportunities and buffer zones. Tumepewa pesa na rais ya kutengeneza security roads. Tutaunda security roads. We will make Tiatich accessible. We will make North accessible. We will make Baringo South accessible. We will make Marakwet accessible. West Pokot accessible. Saa hizi tuko West Pokot huko. Tumechukua 300 guns by now. Fika mwisho ya mwaka huu tunataka Pokot na Turkana wakuwa wametoa milioni
2,000 kusonga mbele. We want to make sure that this Kerio Valley is safe. And it is only possible if you have leaders like William Kamket who want peace and they want development for their own people. Even as you mourn my brother, nitashikana na wewe kwa maendeleo yote. I know what your wife is doing. She's doing a fantastic job. Commissioner anafanya kazi kubwa sana. Huyu mama anasimamia a very sensitive sector kwa security ya Kenya, ambaye ni data ya wananchi. Na yeye anafanya kazi nzuri, alifanya akiwa commission, anafanya saizi akiwa data protection. And your wife does a very good job. Thank you very much, Commissioner, for what you are doing for this country. Na sikujua wewe ulienda all the way. Mbali huku niambia hata yako anatoka pale. Lakini nataka kusema kwamba Mungu awafariji, awapatie nguvu, awapatie neema, awafungulie neema hata wakati bila njia ya kusonga mbele. Ya mwisho, nimetoka huko Isiolo, Meru. Tuko na shida Isiolo, Meru, hapa Samburu, lakini kama mzuri sana ile vile watu walitoa bunduki hapa, mkue tu patient kidogo, tutatoa bunduki zote huko Samburu, Isiolo, Meru na sehemu ya Laikipia pamoja na huko Marsabit, ndio watu wetu waishi independence. Inaita mtu alafu analete bunduki. This is the first government that has put measures in place that has done very serious disarmament. So political scavengers should give us political scavengers who have zero record to show who actually were a security threat when they were in office. I saw one of them anaongea na juzi alipokuwa ofisi, alikuwa anakaa na goons kwenda kuibia wa former president. Yeye mwenyewe was a threat to security and he was holding a high office. Now he's telling us about security, that he will sort security. How? Which security? We know you, we know your record, we know the records of all these people out there. And I want to assure you that President William Ruto systematically is working towards eliminating the threat of insecurity in this region. The last thing, kuna registration imekuwa ikiendelea hapa Tiatich na Baringo mzima. Umeregister 30,000 people. Sijatosheka na hiyo. Bado. So tutarudisha hapa hiyo machine zirudi hapa. Angeto wena. Tere kwa kama anama kiyere kura kipande. Amate ngale basamane cha mwore kwa gile nek namji kipande yarchi serikali. Nyoruna kipande musi nyoru maendeleo. Lenyane. Lakini anga tagla mito ni morning acha changcho mito Tiatich. Chokita ke yani waliolewa juzi. Mazo kwa choma ke la tamango mu tamango la tamanagata. Pora kitinga chi kaglo kuchi mala ko agla menyin glo atana ko pande choche sito unayone. Kadere kwazo amoy na chiefs tokul namji tokul ko pande nyin laguna chi tayari kera kasi nyomi tani tayu chaga mora suti glo yo malane keire chaga dulo kunyone. Sige nyoru ne jag lag mita na japai tau ngo kanyishi chomi ta ngo ina. Serenyo ko Mungu awafariji na Mungu Mungu awapatie neema sana na awapatie nguvu ya kusonga mbele. Na msikuwe na waziwazi. Nilitaka nimalizie hii. Rais na sisi tumenyorosha mambo ya security. Wale wakora wa zamani wanajiuliza, na hii watu walikuwa wanatupwa, wanakuwa abducted, wanapelekwa Rivayala, kwa nini hii serikali haifanyi hivyo? Kwa sababu sisi, we are a government of rule of law. We only deal with criminals and deal with them according to the law. Ndio unaona wengine wanajiabduct. Mtu akiona ati ndio apate sympathy. Sasa, surely, and I have to say this express. Juzi, jana nikiwa ndege nimetoka London. Ninaambiwa ati Tuju amepotea. Nikasema ati, nikaambia DCI,
amepotea. DCI akaniambia familia yake wanasema amepotea, lakini uchunguzi wa serikali ako kwa nyumba yake analala. Si unajua hata serikali inajua uko wapi, si ndio? Umelala wapi, saa ngapi na nani na hiyo mambo yote. So akaniambia waziri, usiwe na wasiwasi. Huyo mtu alizima simu, na mara ya mwisho kuzima simu yake na ni bedroom, na amejifungia pale. Nikamuuliza DCI, siwende pale sasa uulize kwa family. Asema hapana, familia yake wamefunga gate. Wamesema walienda police station wakaripoti ati amepotea, lakini wakasema msikuje nyumbani. So today the IG aliamurisha police kwenda kwake kwa lazima, because somebody cannot incite the public and to cause unrest in this country in the name of abduction. Aliposikia polisi wako gate, akaita media, kasoma habari, akasema nilikuwa nimejificha. Yet his family walikuwa wameenda police station. You know, these theatrics must come to a stop. And these repetitive theatrics must come to a stop. And I want to ask the judiciary to become very vigilant. If we bring people who are abducting themselves before the court of law, you must take the severest action against them. Because then, if you don't, you are going to create a very bad culture in this country where people abduct themselves so that they can gain sympathy and to put government, that the government is in bad light. And I know where that script comes. Inatoka tu ule jamaa alijifungia hospitali kwamba yeye ni mgonjwa ndio asiende kuulizwa maswali kwa Senate, akafungia Koimburi. Koimburi sasa ameshasema wazi, alimlazimisha akampeleka kwa hospitali na akamwambia ujiambie wewe umekuwa self-abducted. Ndio hiyo ameambia Tuju afuate hiyo njia. That behavior must come to an end, and we are going to take stern action against all these people who pretend to have been abducted so that they can bring a bad name to the Republic of Kenya. Asanteni sana na Mungu awafariji. Thank you very much.